يا من قد أسرف أوتى ها قد أقبل شهر الله. يا من قد أسرف أوتى ها قد أقبل شهر الله. أقبل وأطلب فيه الرضا، أقبل وأطلب فيه الرضا، واستلب الفيض الرحمن. رمضان رمضان يا شهر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم أدخل على أهل القبور السرور، اللهم أغني كل فقير، اللهم أشبع كل جائع، اللهم اكسو كل عريان، اللهم اقضي دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم أصلح كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشفي كل مريض، اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر، إنك على كل شيء قدير. اللهم اشرح بالقرآن صدري، واستعمل بالقرآن بدني، ونور بالقرآن بصري، وأطلق بالقرآن لساني، وأعني عليه ما أبقيتني، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويذل الله الظالمين ويفعل ما يشاء. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, katika darsa yetu ya leo tunataka kujibu suala nilowaambia, ambalo tutalijibu kwa misingi minne kutoka kwenye Qur'an. Suala linatuambia ma hiya daruratul i'lami fil Islam au fil Qur'an. Jana nilizungumza kwamba kiasi fulani tumeatwa nyuma na tumeshindwa katika kutembea sambamba na maendeleo yanayokwenda kwa kasi ulimwenguni, hususan katika sekta ya utangazaji, na nikataja sababu 4 ambazo baadhi, si zote, walizozizungumza ulama. Lakini suala la kimsingi ni hili: kwani tuna dharura gani ya kitu kinachoitwa media? Sisi tuna kitu chaitwa tabligh. Sisi tuna kitu chaitwa nini? Da'wa. Sisi tuna kitu chaitwa al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar.
tuna haja gani ya zombo hizi? Kwa ajili ya kujibu suala hili, kuna majibu ya pili nitayajibu baadaye, nitayagusia tu leo, ambao je, tunapozungumza utangazaji ni sawa na neno tablighi? Ni zitu sawa hizi ama ni zitu tofauti? Je, tunapozungumza utangazaji ni sawa na kitu kinachoitwa da'wa katika Uislamu? Ni zitu sawa sawa hizi ama ni zitu tofauti? Je, tunapozungumza utangazaji ni sawa na kitu kinachoitwa katika Uislamu al-amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkar, kuamrisha mema na kukataza mabaya? Ni zitu ziko sawa hizi ama ni zitu tofauti? Inshallah nitakuja kuzungumza baada ya hapa. Kuna khilafu baina ya wanazuoni, lakini ukweli wa mambo hizi ni zitu tofauti kabisa, na kila chombo kina kazi yake. Na napenda kutanabahisha, si utangazaji utatekeleza dauri la tabligh kwamba tuweza kunena leo inshallah tuna mobiles, tuna kompyuta, tuna zombo za habari, hatutaki tena dawa wala hatutaki tena tabligh. Makosa. Zombo za utangazaji hazitekelezi malengo kamili ya dawa na ya tabligh, na nitakuja kufafanua kwa dalili zitu kama. Pia tablighi na dawa ina kazi yake na haitekelezi malengo yanayotekelezwa na nini? Na media na zombo za habari. Zitu tofauti kabisa, na hatufai kuzichanganya. Leo utakuta baadhi ya miamko mizuri ya kidini, hususan kwa vijana, uona ukishakufungua rumu mahala wewe ukaika TV ukatia lecture, wewe ufanye tablighi. La haja, ufanye tablighi. Sijakwambia hufanyi kazi ya wafanya kazi ya kutangaza, ya utangazaji, hufanyi kazi ya tablighi. Kazi ya tablighi yataka ihtikak mubashara, na sio maneno tu peke yake, yataka maingiliano ya kimwili baina ya muballigh na muballigh ilayhi. Si masala mtu uko London khutba yake hurushwa wapi Amu kwamba italeta mabadiliko. Haiwezi kuleta mabadiliko, kwa sababu jana niliwaambia maneno hayaiti mabadiliko. Yanaoita mabadiliko ni maneno yanaoshikwa mkono na kiongozi anaoyatekeleza ground, na hiyo ndio kazi ya tabligh. Tuko vizuri sana jamani? Kumwilimisha Muislamu ni shay, na kumbadilisha Muislamu ni shay'un akhar. Ndio utakuta, sitaki kurefusha hapa, nitayarudia haya, wale walimu wa zamani na mashekhe wa zamani, pamoja na elimu chache waliokuwa nayo wakilinganishwa na hawa vijana wa leo, pamoja na silaha waliokuwa nazo ambazo sizo silaha zilioko kwa vijana wa leo. Silaha na upendelea hapa ni hizi zombo za kimaendeleo leo, ma TV na nini, lakini utawapata athari zao za tablighi katika uwanda zilikuwa kubwa zaidi kuliko athari za leo. Kwa sababu gani? Kwa sababu mara nyingi tablighi yao ilikuwa ni tablighi ya kuingiana kimwili na wale wanaowaongoza. Kama walimu, tofauti ya walimu wa zamani na walimu wa leo. Walimu wa leo husomesha, walimu wa zamani walikilea. Walikuwa hawasomeshi, walikuwa wakilea. Lakini mwalimu wa leo ametenganisha baina ya kiungo cha kukusomesha, ye muhimu ni akupe nini? Information. Aingie klasi ya sherehe kwenye deski kuisha kazi. Lakini utakuta walimu wa zamani, tafuatwa kijana ni mgonjwa nyumbani, mepoa dawa hakupoa, mepekwa hospitali hakupekwa, hasikii, uchelewa kulala, uko hatua kwa hatua ufuate kijana.
sio tu amgoja kumsomesha bismillah, bali amlea. Na ndio utaona walikuwa na athari kubwa katika uwanja. Bainama mubalighina wa leo wengi tumekuwa twataka tu kutuma tablighi kwa parcel. Inshallah kuna siku nitakuya kuyafafanua. Beangalia, nadira utapata mubaligh wa zamani wa huko alikuwa si daktari, kwa lugha za kikwetu kwa si tabibu. Kwa nini wayua? Kwa nini kukatangamanishwa ziungo zile ziwili? Kisha rudi ufanye utafiti, ule utabibu uliokuwa ukifanywa na wale mashekhe wa zamani ulikuwa ukiwapa faida? Walikuwa hawana faida, hasara tu. 70% upo dawa bure. Mtu atakwenda kugongewa saa 8 ya usiku, ustadhi kuna mgonjwa nyumbani, ayui yo sisi uwabomu kwamba walikuwa hawana wayualo kushika mikono ni haba. Lakini wewe kwamba una mgonjwa wako nyumbani ukapata mtu muaminio akatoka saa 8 ya usiku nyumbani kwake akakufuata mpaka nyumbani akamshika mkono kiurongo kikweli kweli, akakutundia mai ya mayani ya mpwera yamezotokoso akakupa ukanwa, ile itminani na ukupa kwenye moyo wako, ni kwamba walikuwa ni watu waishi katika mahitaji ya watu na matatizo ya nini ya watu. Sasa pale ayapo akapenyeza neno la tablighi hupita moja kwa moja. Ndipo siku ile mimi nilipowaambia shortcut ya akili ya mtu ni nini? Ni moyo. Ukiweza kuupata moyo wa mtu utaipata akili yake. Ukishindwa kuupata moyo wa mtu, tengeneza dalili 1000 huingii kwenye akili yake, ashakuwekea roadblock. Sasa haya nitakuja kuyazungumza baadaye. Nini tofauti ya utangazaji na tablighi? Ni nini tofauti ya utangazaji na da'wa na amru bil ma'ruf? Na hizi je, ni zitu ziwili ama kila kimoja kina kazi yake? Suala leo twahitajia, kuna dharura Uislamu? Naam, iko dharura, na dharura hii iko katika misingi minne, na yaweza kuwa zaidi ya minne, lakini mimi nimependa kuikusanya kwenye misingi minne, na ndio itakuwa darasa yetu ya leo inshallah. Misingi minne, lakini nataka tufuatane taratibu na namna kufahamu msingi wenyewe kwanza, kisha vipi tutautoa kwenye Qur'ani, kisha vipi tutautekeleza katika media. Kuna step ngapi? 3. Kwanza tuufahamu msingi wenyewe, pili tutafutie dalili zake na aya kwenye Qur'ani, tuuone ni msingi umetolewa kwenye Qur'ani ama umeundwa tu. Kisha baada ya kuutoa kwenye Qur'ani tuangalie vipi tutafanya nini, tutautekeleza katika maisha yetu. Msingi wa kwanza ni umbile la dini ya Uislamu. Umbile la dini ya Uislamu, umbile lake ndani kuna media. Mfano sasa hiyo meza huundwa kwa nini? Zibao na misumari, sio ndio ziundao meza? Kwa hivyo dharura ya msumari kwa meza yatokamana wapi? Umbile la meza, ndani ya ziungo zake kinaounda meza kuna nini? Kuna msumari. Sasa ukija ukiniuliza hii meza yahitaji msumari ama haihitaji, nitakwambia maumbile ya meza yahitaji nini? Msumari, kwa sababu ni sehemu katika muundo wake. Mwanadamu ni maumbile, amepandamanishwa kitwa, mato, masikio, mikono, zanda, matumbo, maungo, maguu, maondo. Hisabu sasa ziungo zote. Je, kuna dharura ya guu na mato kwa huyu mwanadamu? Mwanadamu ana dharura, waniuliza, mwanadamu ana dharura awe na mato? Naam, ana dharura awe na mato. Kwa nini? Kwa sababu maumbile ya mwanadamu yaenda na nini? Na mato. Kwa maana ni sehemu ya maumbile yake. Sio Mwenyezi Mungu alituambia la uqsimu
bihadha albalad wa anta hillun bihadha albalad wa walidin laqad khalaqna al-insana fi kabad. Endelea mwisho akakwambia alam naj'al lahu aynaini wa lisanan wa shafataini wa hadainahu najdain. Zote hizi ya ayuha al-insan ma gharraka bi rabbika al-karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka fi ayi suratin ma sha'a rakabak. Sio? Sasa huu mwili wa mwanadamu umeundwa. Sasa huu Uislamu umeundwa na taban si umbile la kimaterial hapa, si umbile la kimaterial, ni muundo. Twasema katika muundo wa Uislamu kiungo cha kimsingi ni media. Umeelewa msingi wangu? Kama vile katika muundo wa mwanadamu kiungo cha kimsingi ni nini? Ni mato, nini? Masikio. Ukiupokonya Uislamu media, ni kama umepokonya meza misumari, zibao zitatawanyika. Kivipi? Turudi kwenye Qur'an sasa. Suala najibu, na napenda tushirikiane. Sio munijibu lakini muniandame majawabu sote tuko nayo kwenye mbea mato yetu. Ni zitu kuzipanga to hizi. Huwa ziko lakini ziko pale na pale na pale. Uislamu ni dini imekuja kuleta mabadiliko ama haikuja kuleta mabadiliko? Imekuja tu ni zitabu kuwekwa msahafu usomwe, ama lengo la dini ya Uislamu ni watu wabadilike? Tukubaliana mpaka hapo? Kwa hivyo sote tukubali kwamba hii Qur'ani na huu Uislamu umeteremshwa hapa, tumeetewa sisi wanadamu, lengo ni kufanya nini? Kutubadilisha. Sawa. Nukta ya kwanza. Nukta ya pili, ikiwa Uislamu ni dini umekuja kutubadilisha, filosofi ya mabadiliko ya Kiislamu yaamini kumbadilisha mwanadamu kimabavu ama kumbadilisha mwanadamu kifikra? Tukubaliana mpaka hapo jamani nini? Na Mwenyezi Mungu ametuambia hiyo kwenye Qur'ani, hiyo tafsiri uitakao sasa. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kwa hivyo safari ya mabadiliko ya Mwenyezi Mungu yaanda kumbadilisha mtu katika akili yake na katika nafsi yake. Anapobadilika katika fikra zake na nafsi yake, automatic mabadiliko yatadhihiri katika matendo yake. Hii ndio method ya mabadiliko. Jihadi katika Uislamu ilikuwa ni istithna. Sio jihadi, sio chombo cha kusilimisha watu. Watu wengi leo wafahamu makosa. Jihadi si chombo cha kutangazia Uislamu. Chombo cha kutangazia Uislamu ni akili kwa akili, ni fikra kwa fikra. Jihadi ilikuya watu washaamua kuwa Waislamu, kuna wengine hawataki kuwawata, wataka kuwapokonya Uislamu wao. Udhina lilladhina yuqata bi annahum dhulimu. Sio aya ya kwanza ya jihadi hiyo iloteremka? Haikuteremka kuambia Waislamu nendeni mukatangaze Uislamu kwa kutumia upanga. Hakuna hiyo. Aya ya kwanza iliteremka, nyinyi ambao mushaukubali Uislamu kwa akili zenu, muna haki kutumia upanga kuilinda akili yenu. Kupa vizuri sana. Kwa hiyo silaha ya Uislamu ni nini? Ni akili. Na hakuna mahala ulipelekwa Uislamu kwa panga. Kila mahala Uislamu ulipelekwa kwa akili tu. Na haya ni mambo ambayo yao yatakakuswalisha. Tuanze. Kwa hivyo tutoke hapa. Uislamu ni dini ya mabadiliko, mwenambia sawa. Mabadiliko ya Kiislamu yaamini huanza kwenye kumbadilisha mtu fikra na nini? Na akili, kisha ndo ukaja ukambadilisha matendo yake automatic. Sawa? Vipi utambadilisha mtu fikra zake na akili? Rudini katika psychology zote na ilmu za kijamii zote. Vipi utambadilisha mtu fikra zake? Communication. Si mpaka uwasiliane naye.
Kama vile mimi leo nataka kuwapa fikra za Uislamu, muzitukue, ziwabadilishe. Nazungumza na nini hapo? Na akili zenu. Vipi nitazungumza na akili zenu? Communication, natumia vyombo za habari. Sijui mnaelewa vizuri sana. Natumia lugha ambao ndio chombo cha habari cha mawasiliano. Natumia neno, natumia uandishi. Sizo ndio zilotumiwa. Mtu hubadilishwa kwa maneno. Mtu hubadilishwa kwa maneno, na maneno ni chombo cha kupenyeza nini? Fikra. Na fikra zikiingia kwenye akili ndio zaweza kumleta nini? Mabadiliko. Mtu aweza siku zote kushika waya wa spaki, hayui kwamba ule waya una shoti. Ukimuelimisha kwamba hapa kuna shoti, automatic kesho hatoshika tena. Umembadilisha vipi msimamo wake kutoka kwenye yana alikiushika waya, yeo haushiki tena. Yana alikiushika kwa mkono mtupu, leo huutatia nini? Mpira. Kitu gani kimembadilisha? Kumfahamisha. Kinachofahamishwa nini? Ni akili. Ndio wanazuoni wa malezi wakwambia, kijana chako anapofanya kosa usimpige tafadhali, kabla hujamfahamisha kwamba kosa alolifanya lipi. Kama mimi siko katika lile fuo la kunena vijana hawafai kupijwa kabisa, yeye usimpige, isikize uzuri. Nenda naye kwenye mjadala, mpe ruhusa mpaka umwambie ulichofanya ni hiki na hiki ni kosa na hakifai kufanywa, kisha mpige. Ukimpiga atajua kwamba nimepigwa kwa kosa gani. Waila ukimkandrikia tu kwa hasira, wewe ndo hapa, pengine ukiingia mamake amekushtakia, yeye huyo umekwenda umetubia huko, sio umefanya kadhaa, yeye akiingia umeanza umesukumia mbao. Yaani upigwe kwa makofi, hajajua upigwe kwa nini. Wa create resistance kwa kijana. Atavumilia skule akali mtoto, atakapokupata kimo atareact. Ukiona kuna kijana ameinua mkono wake kumpiga mzazi wake ama kuchallenge, usilifasiri lile tendo la kufanya siku ile ni tendo limekuwa amelitengeneza ule baba kwa miaka mingi mpaka likawa. Na ndio hadithi ikatuambia, hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Mwenyezi Mungu amlani mzazi ambaye atakuwa ni msaidizi wa mwane kumuasi. Hadithi ghariba ajibu. Mwenyezi Mungu amlani mzazi. Mzazi gani? Atakaye kumsaidia kijana chake kumuasi yeye mzazi, sio kumuasi Mungu. Huwaje mzazi akamfanya mwane amuasi? Kwa sababu ya kuzitumia mbinu za malezi makosa, zikatoa reaction ya kukurudia wewe. Hakupingwi tu. Uislamu una mipango. Lini kijana atafanya kosa utamnyamalia, lini kijana utafanya kosa utamrukia, lini kijana atafanya kosa utamwambia baba, hii mara ya kwanza lakini usirudie tena, umfahamishe kufanya hivi na hivi na hivi mkosa. Pengine hajaelewa yeye mkosa. Shekhe, unajua tatizo sisi uona wewe na yeye sawa sawa, wewe kujisahau. Mfano mmeketi kula sahanini, amekuya yeye ametia mikono miwili, wewe ukinirudishia umerudisha kwa mbao. Ulimfundisha adabu za kula kwamba hakutii mikono yote miwili. Pengine amekuya ametia mkono akitoa huramba, si katika adabu za kula na watu. Huramba mkono ama hutia mkono na zanda zake ndani ya mdomo, kiutoa mkono wote umepaka kamate, si katika adabu za nini? Za kula. Lakini ulipata time ya kuketi na wano kula nao, kuwafundisha namna ya kula, ama wewe ni katika wale busy wataka kufundisha kwa simbo tu? Kwa sababu hoko kula, hoko kuyua kunawa, hoko kuyua kushika kwa zanda zitatu kwa sunna ya Bwana Mtume kama wanavyotuambia, hufundishwa wapi? Madrasa? Skuli? Hufundishwa kwa kuketi kula nao. Kama baba
sio kuwatilia kisahani chao wakawekwa kando. Ukaketi nao, kala nao, kazungumza nao, watu hawali yao, haifanyi yao. Chakula kikioko nyama iko upande ule, usiende kuitunda hiyo. Mtu hula kile kilioko mbele yake, na pia ukabalance, ukakumbuka na ukijana kile kinofu cha nyama pia mate humvue. Ukikiona kiko mbali, umfundishe adabu, asiinue mkono kwenda na wewe peka mkono kitunde, kisongeze mbele. Ndio Imam Ali alayhi salam atuambia, idha aradta an tutaa fatlubil mustataa. Ukitaka anaokutia endelee kukutii, mfanye yale anaokutii yawezekana. Yafanye yale ya utiifu, ni mambo yawezekana, yani taka yawezekanayo. Katika ya kumfanya mtu akuasi ni kutaka yasowezekana. Kwa hivyo huwezi kumzilia kijana asile nyama ziko kwenye sinia, mtolee hadithi aya, ukizunguka atapeka mkono afanye nini? Aitunde. Na mwambie baba usitunde kule, lakini na wewe pia peka mkono kidogo, msongezee kile kinofu cha nyama. Ukimsongezea kila, atatulia, hata kwenda kula cha mwendani wake. Akaenda atakuwa amekosa adabu, utamfundisha adabu baada. Turudi kwenye mada. Kwa hivyo msingi wa Qur'an, waamini kwamba mabadiliko hayafanywi isipokuwa kupitia kumkinaisha mtu kiakili na kifikra. Anapokinai atakwenda yeye mwenyewe, atapata msukumo wa nini? Wa mabadiliko. Na hakuna chombo chenye athari na chenye uwezo wa kutengeneza mabadiliko kwa watu kama nini? Media. Kwani hizi zombo za habari zote zinataka nini? Zinataka kutubadilisha tu. Situmenena katika malengo ya media ni nini? Ni at-ta'thiru wat-taghyir, ni kumuathiri mtu na kumbadilisha. Sasa wengine wana malengo ya kukubadilisha, kukutoa kwenye mazuri kukupeka kwenye maovu, na wengine watakuwa kukutoa kwenye maovu kukupeka kwenye mazuri, na wengine kukutoa kwenye mazuri kukupeka kwenye mazuri zaidi. Na aya iko kwenye Qur'ani, Mwenyezi Mungu anatuambia, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hili ni qaida, hatuwezi kubadilisha mpaka wabadilishwe nafsi. Ya Allah, nafsi zitabadilishwa vipi? Mimi nimewaambia hamuwezi kula mpaka mulime. Ya Allah, ulimwa vipi? Nendani, wengine utumia majembe, watabeni shekhe, mpaka niwaambie mimi kila kitu kwenye aya? Au kuna aya ya jembe? Iko aya ya jembe? Iko aya ya mbolea? Aya zilioko kwenye Qur'ani mwambia limani shekhe, tosha kulia hiyo. Sasa wewe tumia akili yako na ubunifu wako. Walotumia ng'ombe kwa kumfunga gongo nyuma kameka nini kalima, mpaka tulipofika kwenye tarakta leo, tulotumia jembe tukaja kwenye tarakta, na pangine kesho kutakuja chombo, utakipiga switch, kitazunguka kwenye shamba, kitakulimia, kitakwenda zake. Leo utangoja utareshiwa aya ya chombo iko. Kwa hiyo watu hubadilishwa vipi? Chombo cha meno. Ono ni msingi wa kwanza. Msingi wa pili, hili tumekubaliana kwenye msingi wa kwanza, tunahitaji media ama hatuihitaji? Msingi wa pili, katika sifa zinazomtofautisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mitume wengine wote, na zinazotofautisha sharia yake na sharia za mitume wengine wote, ni sifa mbili za kimsingi. Ya kwanza, watuambia maulama wote wakubaliana, madhahabi yote inatoa zitu zao za misingi ya Kiislamu, si ya madhahabi hili wala madhahabi hili. Kwanza watuambia ni kwamba ar-risala al-muhammadiyya, utumi wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na sharia yake hiya ar-risala al-khatima, ndio ya mwisho. Hakuna tena utumi baada yake wala sharia baada yake. Propaganda za hapa pale ziwateni mbali. Hadithi ziko wazi wazi kwa kila madhehebu, anta minni
bimanzilati Haruna min Musa, amwambia Imam Ali, wewe kwangu mimi ni kama Haruni kwa nani? Kwa Musa. Illa annahu la nabiyya ba'di, isipokuwa tu hakuna tena nabii baada yangu. Kwa hivyo Ali si nabii, kuna nabii Ali. Ali ni nani? Ni imam, si nabii. Hakuna utumi baada. Hiyo ni sifa ya kwanza. Sifa ya pili wanatuambia ni al-alamia, au lugha nyingine ashumulia. Si utumi wa Mtume Muhammad ni utumi peke yake, ulitanganya ulimwengu mzima, haukuwa ni utumi wa taifa wala wa shaabi. Kila mtume alitumilizwa kwa watu wake, na ndio utaona wakati wa zisa za mitume kwenye Qur'ana, ila qaumihi qala qaumuhu, qala sio ya qaumi ya bani Israila, ule azungumza na bani Israila, ule azungumza sijui na watu wa Iraki, ule azungumza nani? La, mtume aliambiwa wama arsalnaka illa rahmatan lilalamina, lilalamina, mpaka majini wamo ndani. Na ndio wenyewe wakanena inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila rushdi faamanna bi, katika suratul jin. Wenyewe Mayahudi majini wanena tumesikia Qur'ani ya ajabu. Walikitoka delegation wakija kuisikiza Qur'ani Madina, Mwenyezi Mungu akateremsha sura nzima ya kueleza wale hao majini wao kusikiza Qur'ani. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min aljin, ambia mtume nena, umeambiwa, hukuwaona wewe majini, si mtume mwenyewe alowaona, ameambiwa na Mungu. Qul uhiya ilayya, nimepewa wahi iye, annahu istama'a, sio nafarun min aljin, kuna poti la majini likuja kunisikiliza. Wakatoka na komenti gani? Qalu inna sami'na qur'anan ajaba, tumesikia Qur'ani ya ajabu, yahdi ila rushdi, inaotoa muongozo katika uongofu. Faamanna bi, sisi tukaiamini. Kisha wakaanza sasa hivi. Ustadhi bwana mkuu alikuwa akitueleza khutba ya Jaafar bin Abi Talib aliyoitoa kwa Najashi na maovu alikuwa wakiyafanya, sio anena. Tulikuwa watu wa jahilia, tukifanya machafu, tukikata uzao, tukiteta na majirani, si amenena. Majini pia kwenye suratu al-Uhiya, baada ya kuipata Qur'ani, walitoa history ya maovu yao mpaka wakafika ya udaku wao kwenda mbinguni kusikiza habari wakiwapa watu. Ndio leo kunna naq'udu maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-ana yajid lahu shihaban rasada. Tulikuwa tukiketi mbinguni, maketo ya udaku. Kwa vizuri, maketo ya udaku, tukisikia malaika wameambiana kwenda mvua mahala fulani, ndio huendewa kuhani, panda mzuka, nena kesho kutakuja mvua, jamaa wote umwamini, sio? Kunna naqudu maqaida lis-sam'i. Na ndio Mwenyezi Mungu katika suratul Mulk akatuambia tumezipamba mbingu kwa nini? Samaa dunia bimasabiha, hizi nyota Mwenyezi Mungu ameziita ni nini? Ni taa. Waja'alnaha, lakini pia si pambo tu, mengine makombora. Waja'alnaha rujuman lishayatin, ni makombora ya mashaitani. Gani? Wale wanaokuja kusikiza udaku. Kwa hivyo utumi wa Mtume Muhammad ni utumi wa mwisho. Utumi wa Mtume Muhammad ni utumi wa watu wote, Mwarabu, Mzungu, Mwafrika, Muasia, nini wote. Sasa ndugu zangu, ikiwa sisi tumebeba risala hii, ujumbe huu wa mtume wataka kufikishwa kwa watu wote, chombo gani rahisi kitaufikisha ujumbe huu kwa kila mtu? Khutba ya Juma, darasa ya Ramadhani, media ndio shortcut ya kuhakikisha kwamba Uislamu ni alamia, ni shumulia. Leo meseji hii msikilie Mchina, leo meseji hii msikilie Mrasia, leo meseji hii msikilie wapi kule Latin America, wapi Mexico, wapi. Hakuna shortcut na chombo rahisi ambacho tutaweza kuusambaza leo ujumbe wa Kiislamu isipokuwa nini? Mtume wakati wake alikuwa hakuna satellite. Mtume wakati wake alikuwa hakuna TV. Alifanya
ataka kuufikisha ujumbe kwa Wafursi, andika barua, pandishwa farasi, panda mwezi mpaka kusikilia wapi? Fursi. Si alipeka barua kwa Wafursi? Si alipeka barua kwa nani? Kwa Warumu? Si alipeka barua kwa Wahabasha? Si alipeka kila pembe? Mtume alipeka barua kutangaza rasmi kwamba huu si Uislamu wa Waarabu, hii si dini ya Waarabu, hii ni dini ya watu wote. Sasa ili Waislamu leo tuweze kutekeleza, si maulamai ndio warathatul anbiyai? Si waambio yao sisi wanaorithi mitumi nani? Ni mashekhe. Huwarithi ni mitumi, kazi ya kuutangaza Uislamu. Uislamu mnaotakikana muutangaze mwa ulimwengu mzima, si mabajuri na makashmiri kwamba spika moja litatosha. Ni lazima uzungumze na watu wote. Msingi wa tatu, mataka aya za hapa pia sini hizo nimekwambia, wama arsalnaka illa rahmatan lilalamin. Kuna aya kafatan linnas, kwa watu wote. Msingi wa tatu, ndugu zangu, nimewaambia sifa mbili zinaowatofautisha Uislamu, yani sharia ya mtumi na mtumi na mitumi wengine. Sasa mwajua na sifa zinaotofautisha umma wa Mtume Muhammad na umma wa mitumi wengine, mpaka Nabii Musa akatamani ange compromise, akaondoka kwenye cheo cha utumi akaya kwenye ufuasi wa mtumi. Ummatu Muhammad ni umma umefadhilishwa kuliko umma wa mitumi wengine. Kwa sababu gani? Someni pamoja aya ya Qur'an. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, nyinyi mulikuwa ni umma bora mulotolewa katika watu, yani mmetolewa kando bana. Hii ni cream. Kwa nini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna. Moja katika chombo kinachotumika katika masala ya al-amru bil ma'rufi wa nahyi anil munkar ni nini? Ni media. Media ina mchango mkubwa leo katika awareness, kuwafahamisha. Kama leo mfano hii amru bil ma'rufi sikuswali tu jamani, leo Kenya, ulimwengu mzima watishiwa na ukimwi ama hautishiwi? Si ndio janga la wakati huu? Katika mikakati walioiweka ya kupambana na ukimwi, moja nini? Ni awareness, kufahamishwa watu huambukizwa vipi, hujikinga vipi, huenda vipi, ili itawasaidia watu kuepuka. Ndio hiyo anahyu anil munkar. Sasa zombo za habari leo zina haja kubwa kuwaelimisha watu maovu, athari za drugs mathalan, athari za ulevi, athari za kutokuwa na umoya, athari za watu kuteta, hutokea nini kwenye jamii, hueta maafa gani, na baadaye zikaleta msukumo wa kuepuka yale maovu. Na vile vile kuwaeleza athari za umoya, athari za kuoa. Watu wakioa jamii yajengeka vipi? Watu wakiwa na tabia ya kusaidiana jamii yajengeka vipi? Ili uwasukume. Sifa ya kwanza, siyamaliza msingi wa tatu. Kuna sifa ya pili, sasa ndio sifa kubwa zaidi. Sasa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye Qur'ani ameuhutubu umma wa Mtume Muhammad, akauambia, mimi nilimtoa mtumi wa mwisho nikamfanya ni bora wa ziumbe, na akatawali mitumi wote wakawa wafuasi wake, na nyinyi ummati wake nimewatoa ni umma bora, ni lazima mutembeze utawala kwa level ya mtumi wenu. Upo vizuri sana hapa? Ni lazima mutembeze utawala kwa level ya nani? Ya mtumi wenu, ya ulimwengu yani. Wakadhalika, someni pamoja suratul Baqara 143. Wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa ala an-nas wa yakuna ar-rasulu alaykum shahida. Mawqi'u ash-shahada,
Mawqi'u shahada nini? Si shahidi wa kotini hapa. Ashahada katika lugha ya Kiarabu inamaanisha alhudhur, kuwa present. Upo vizuri sana? Na kuwa present katika ulimwengu wa leo ni kuweko mbele katika kila kitu. Kila anayekuya akakudirika wewe ushakuya. Shawahi wewe kusoma na mtu klasini, kila ukienda kwenye jambo lazima utampata yeye mzee kutangulia. Kwa hivyo Mungu atuambia, mimi nimemfanya mtumi wenu ni present. Na ilipokuwa umma uliopita nyuma zita zao zilikuwa ni ulimwenguni peke yake, umma wa mtumi Muhammad utatoka ulimwenguni kwenda kwenye space. Sikutaka wampitilize, nilimpeka kwenye space mapema. Subhana alladhi asra bi'abdihi laylan mpeka miaraji mapema, kuwafahamisha kwamba umma wenu ni umma wa zita za nini, za space, ni umma wa satellite, ni umma wa ndege, ni umma wa Apollo. Na ndio mtumi alipokwenda kuona malakuta samawati wal ardh linuriyahu min ayatina, tulimtayarisha kuwa ndio kiongozi wa watu wa kwenda angani. Wasinene wao wamekwenda, mtumi wao hakwenda. Lakini nyinyi muliitukua miraji ya mtumi mukaifanya ni changamoto ya kwenda yangani, ama mulingoja mukaambiwa na wazungu wamekwenda? Tupo jamanini vizuri sana. Sasa sisi tuko kwenye nafasi hiyo, tuwa present. Watakikana wazungu wakija space watukuita tushafika. Wakitakikana wazungu sijui wakitaka kutengeneza kadhaa, sisi tushafika. Ndio hiyo litakunu shuhadaa ala nnas, watu wote wawe wafuasi wenu, nyinyi ndio mwae huongoza. Utaongoza yeye ikiwa hamumiliki media? Hebu nionyesha leo kwa theory yoyote ya kisiasa, ya kikomunisti, ya kidemokrasia itakayokuwa, nionyeshe mtu aweza kutawali hunu ulimwengu na kuuendesha bila ya kutegemea media. Iko hiyo? Sio jamaa, tufuatana na vizuri sana. Ya mwisho, msingi wa mwisho, baada ya Mwenyezi Mungu kutuambia mabadiliko yaanza kwenye fikra na chombo cha media ndio kinaofanya mabadiliko, mtumi wenu utumi wake wa ulimwengu mzima na sharia ya mtumi wenu ya sharia ya ulimwengu mzima, na hakuna chombo rahisi kuufikisha ulimwengu mzima isipokuwa nini? Ni media. Tatu, umma wenu ni umma watakikana uwe waongoza, na hauwezi kuongoza kama haumiliki nini? Media. Na haya Mungu sasa aja, kama nyinyi ni watu wengine mpaka waambiwe yajibu ya furudhu, wao kwambia siyaona mimi, haikutajwa kwenye wajibati, haikunenwa yajibu, sharti aambiwe yajibu, kuziona hazioni. Mungu asema sasa nawaambia yajibu. Sasa wewe na media msijue amri sasa kama kuswali. Walidhalika siwezi kunena wote, lakini nilowapitia mimi sunnatan wa shia maulamai wamezoandika katika media, wote wasema al-i'lamu ni fardhu kifaya, wajibun kifai. Ikiwa mumeketi umma mzima hamuna media, nyote upata madhambi. Kama mtu amekufa hakuna alikwenda kuzika, sote tutapata nini? Madhambi. Wakenda baadhi hawakwenda, tumeokoka. Wakiinuka baadhi wakatengeneza redio, wakainuka baadhi wakatengeneza gazeti, wakainuka baadhi wakatengeneza TV inayokifu mahitaji yenu, mumeokoka. Hawakutengeza shida, wametengeza haikifu, haijajazwa gap inayotakikana, tumekila. Sote tunafanya madhambi. Ni fardhu kifaya. Shekhe, mumeitoa wapi nyinyi wanazuoni hii fardhu kifaya? Ya mfukoni kwenu? Ni tabarrui wanaosema, ama mumeitoa kwenye Qur'an? Asema iko kwenye Qur'an. Mwenyezi Mungu atuambia waltakun
Rudi katika walosoma lugha, wakwambia ni fi'lu mudhari maqrunun bilamil amr. Takun ni fi'lu mudhari, ili lamul ulisoma wal takun inaitwa fi'l, ni lamul amri katika lugha ya Kiarabu. Waweza kumwambia mtu imma idrib, fi'lu amri moja kwa moja, pija, au litadrib, pija, ukaifanya fi'lu mudhari ukaitia lamul amri, inaitwa lamu ya kuamrisha. Sasa Mwenyezi Mungu atuambia waltakun minkum, waltakun fi'lu amr, wenye usuli wakwambia al-amru yadullu ala al-wujub, aqimu as-salat yadullu ala al-wujub. Mumejuaje ni wajibu aini ama ni wajibu kifai? Mbona mmenena kifai? Si wetu wote? Kama mbenu wote hanganena minkum. Tuko vizuri sana. Hakunena Mwenyezi Mungu waltakunu, kuwani nyote. Amenena waltakun minkum, baadhi yenu. Ndio kabla kumbe ni mambo yatakayofanywa na baadhi kutosha. Waltakum minkum ummatun yad'una ila alkhair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Na wawe katika nyinyi kuna watu husambaza mwito wa kheri. Au pakata jerodio kwenye aya, mwito wa kheri utausambaza vipi? Sawa jamaa, tuko sawa vipi? Utausambaza vipi mwito wa kheri? Haya, katika aya nyingine Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, hiyo ni Alu Imran 104, namaliza darasa yangu hiyo, aliponena hizi sekta jamanini za kijamii. Niwape faida kidogo, dakika 2-3. Ukisikia hukumu ya Kiislamu ni wajibu kifai, na ukisikia hukumu ya Kiislamu ni wajibu aini, wajibu aini kila Muislamu lazima afanye. Mara nyingi wajibatu na ainia zina alaka na pepo. Pepo hakuna kuwatiana. Sote tuitaka pepo ama tuitaki? Tuitaka. Kwa hivyo si masala ati akiswali fulani mimi naweza nisiswali, atangia yeye peponi wewe usingie. Hizi zenye alaka na akhira na pepo na moto, hakuna akifanya fulani asifanye, kwa sababu sute sharti tuvote sute. Upo vizuri sana. Lakini ukiziona wajibat kifaia, mara nyingi ni zitu zina roli ya kijamii, si akhira. Jamii yaweza kuishi bila ya madaktari? Jamii yaweza kuingia peponi bila ya madaktari? Yaweza. Hakuna maradhi peponi? Au kuna huma peponi? Sijui tumeelewana vizuri sana. Peponi kuna huma? Hakuna huma. Peponi unahitaji kiwanda wewe, utaka sarumala? Peponi unahitaji imamu wa kuswalisha? Hakuna. Kwa hivyo utakuta masala ya kuwa na madaktari katika jamii, masala ya kuwa na manasi katika jamii, masala ya kuwa na zombo za habari katika jamii, masala ya kuwa na skuli katika jamii, masala naendelea mpaka mwisho. Hizi zote ni wajibatun kifaia, kwa sababu lengo lake ziwepo kwenye jamii, si lengo lake zimtie peponi, zende zikapekwe peponi. Hazina dori peponi. Tumeelewana vizuri sana. Kwa hivyo masala ya kuwa na media, jamii haiwezi kuishi bila ya media. Jamii haiwezi kuishi bila ya madaktari. Jamii haiwezi kuishi bila ya walimu. Jamii haiwezi kuishi bila ya manasi. Jamii haiwezi kuishi bila mafundi wa kujenga. Ni wajibu kifai Waislamu wawe na mafundi wa kujenga, na kukikosekana mafundi na kukawa huwetu mafundi wengine tu, sute to Ramadhani. Lakini sisi huona watu hawaswali msikitini. Leo tunao tena mafundi, leo tunao tena wasafirishaji majahazi waliokiua elimu zile za fardhu kifaya? Hatuna. Leo tunao tena mafundi wa kuunga mikono waliokuwa mahudari, hatuhitaji maspaki? Hatuna. Leo tunao? Hatuna. Waislamu nno uyewa ndevu tu na kama na zieni. Wako mafundi wetu wa kuunda majahazi? Wako wapi mafundi wetu wa kutengeneza? Zitu zingapi zimepotea? Hizi ni wajibat kifaia, ndugu zangu Waislamu. Hadha walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.